Naam, na sasa tujielekeze nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa kutoka huko zasema kwamba Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mkuu wa majeshi ya Uganda UPDF na mtoto wa rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, alisema jana Jumapili kwamba vikosi vya Uganda na vile vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vitawashambulia wazalendo popote watakapowakuta na kuwaita hao wazalendo ni nguvu hasi baada ya ziara yake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Awali nilifanya mahojiano na Kapele Mutachi ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Nilizungumza naye moja kwa moja kutoka pwani ya Durban, mashariki mwa Afrika Kusini. Nilitaka kufahamu kutoka kwa Kapele Mutachi kama anaitafsirije kauli hii ya mkuu wa majeshi ya Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Kapele alianza kwa kunijibu. Naweza kuanza na kusema kama ni sikitiko kubwa kwenye serikali yetu ya Kongo, kwa maana serikali yenye iko imara haiwezi kutumikisha jeshi la nje kwa juu ya kuja kumalizana na mgogoro wenyewe hakukwenda kuanzishwa na sisi, kwa maana jeshi la Uganda miaka mingi huko nyuma tayari limekuja Kongo linapigana na ADF-NAL. Hatujaona resulta yoyote yenyewe inakwenda kuonesha kama amani kule tayari imesharudi. Kila siku kwa siku watu wanachinjwa, watu wanauawa. Mimi nawazia jinsi nimesema kama ni sikitiko ya serikali yetu inaonesha kama viongozi hatuna. Yaani nchi inabebwa kama na viongozi wenye wako na mwelekeo wa kwenda kuprotege maboda zetu. Kwa maana hiyo kwetu sisi tunaona kama ni fabrikasio tu yenyewe inatumiwa kila siku na jeshi la Uganda kusema kama pako ADF-NAL kwa juu ya wenyewe kuingia ndani ya Kongo, kwa maana unapaswa ujue kama vita hiyo kama vita vya uchumi Uganda najua wenyewe anafaka ndani ya nchi ya Kongo. Naam, Kapele, makundi mengi ya wazalendo huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yako upande wa serikali, na ni serikali hiyo ya DRC ambayo tunaambiwa kwamba imekubaliana na jeshi la ulinzi la Uganda UPDF kuwasaka wale ambao wanasaidia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii kwa namna nyingine tunaweza tukasema kwamba serikali ya DRC imewasaliti wazalendo? Hiyo kwa jinsi mambo yanavyoonekana kweli ni usaliti, kwa maana wakati vita vilivyoanza, kama unafuata kauli ya serikali yetu, imesema kama nchi yetu imevamiwa. Na nchi wakati inavamiwa, katiba ya nchi kwenye kipengele chake cha 63 kinaongea kama wakati nchi inavyovamiwa na watu wavamizwa kutoka nje, kama jinsi serikali imekwenda kutuambia kama tunavamiwa, inabidi waraia wa nchi washimame waende wafanye uzalendo. Ule ni uzalendo wa kuenda kudefend nchi yao. Ila serikali leo inarudi tena kusema kama mikataba yake na Uganda watakimbizana na wazalendo wenyewe waliofanya kazi ya kusegemea ndani ya serikali ya kwenda kusaidia kwa jua matatizo tulikuwa tumekumbana kufuatana gisi na serikali tena imekwenda kudanganya. Hii inaonyesha sasa serikali hili danganya watoto wetu waende wafe, wakati tayari serikali ilikuwa ishakuwa na mpango wake, kwa najua ni vitu vilikuwa vinapitika. So hiyo kabisa ni usaliti. Na endapo hili la kuwasaka wazalendo litafanyika kama linavyozungumzwa, unadhani litakuwa na madhara gani hapo baadaye? Madhara yatakuwa mengi, kwa maana usalama hutokuwepo. Mzalendo ni nani? Mzalendo ni raia. Huyo mzalendo akiamua kuweka nguo yake ya kijeshi yenye anavaa na anaingia kuwa raia na silaha yake ameiweka ndani ya nyumba, italeta usalama kuwa mdogo. Mimi nawazia mpango huyu wenyewe serikali imekwenda ukamata na ndani ya Uganda kabisa tenda kuenda kufanya usalama tena usikui kuwa mwingi, kwa maana vijana wamedanganywa kusema kama hivi ni vita vya uvamizi, na vijana wakajitoa, na kwa ile kujitoa kwao wakiona kama tena wamesalitiwa, hawengi hawatakubaliana kwenda kwa hiyo program yenyewe. Wanasema kama watakwenda kuwa demobilize, waende kuwapitisha sijui kama ni vitu gani wawatoe ndani ya hiyo hali au wapigwe kabisa watoke. So wale vijana watapotea humo ndani, wadogo watatoka wenyewe wataenda kuogopa hila, lakini usalama uteko mikono ya wale wazalendo zitakwenda zinatembea mle ndani. Na wakati mtu atakuwa na shida ya pesa, anaweza kutumia hiyo silaha na kwenda navamia watu usiku na napora mali yao. Kitu ambacho watu wengi wanajiuliza bila majibu ni kwa nini taarifa itolewe na jeshi la nje badala ya jeshi la ndani. Ni kitu gani ambacho wazalendo wanatakiwa kujifunza kutokana na kauli hiyo ambayo ilitolewa na mkuu wa majeshi ya Uganda Muhoozi Kainerugaba? Kwanza ni sikitiko sana, ni sikitiko. Lazima nimeanza kusema kama hatuna serikali na hatuna viongozi, kwa maana haya mambo yote yako yanapitika, hayapiti kwenye bunge,
Hata wabunge sijui mambo yanapitia watu wanafikia kwenye nani. Wazalendo na wazia, tukirudi huko nyuma kiongozi, nitachukua dakika ndogo tu. Hii jina la uzalendo ukiangalia limeanziwa huko mbali. Kwa juu ukiangalia kwenye uongozi wa Kongo kuanzia 1965 huko nyuma, mabebero wazungu wa Kibeleji na Kimarekani wamekaa chini huko Belgium. Ilikuwa ni tariki 24 kama mwezi wa 9 1965, wakakwenda kutrace class politique congolaise. Walituambia wakati Mobutu wataenda, wakongomani watabebwa ndani ya magrupu ya coalition. Patakuwa coalition ya vyama vya siasa venye vitakuwa Kongo, venye vitatetea maslahi ya Wabeleji na warafiki zao. Patakuwa grupu nyingine ya pili yenye itakwenda kuwa ni coalition ya magrupu za siasa zenye zinatetea mali ya Marekani na marafiki zao. Na patakuwa grupu ya tatu walio kusema wakati hizi hawa watu wawili wanapigana kama jinsi tuko tunaona leo, watakwenda kuleta grupu ya tatu. Hao watu wataenda kuitwa, wanawaita kwenye jina la Kifaransa wa traite national. Watakuja na maneno ya uzalendo kama tulioyasikia kule nyuma yetu. Tulisemewa kwenye Kifaransa kuanzia hapo Goma tutagusa Kigali. Tuliambiwa kama Goma imekamatwa, hapo siku mbili tuliambiwa kama serikali itakwenda kufanya vita vikali ya kuchukua hiyo fasi za kwenda kuzimisha ile raia yenye tapana. Grupu ya mwisho waliogopa sana hawa mabeberu ni grupu ya wazalendo. Hawa wazalendo wametoka huko kuanzia wakati wa Lumumba, wakaenda kaka ngambo ya bwana Pierre Mulele, na wamekwenda kuandikiwa kwenye vitabu kama ndio watu wenyewe watakwenda kuleta ukombozi wa nchi. Hila matatizo hipo ndani katikati yao, wanashindwa kuwa na komandema moja yenyewe inaweza kuwafanya ile force ya kwenda kuigeuza kuwa vita vya wafanyakazi wa maskini wa Kongo, kwenda kupigana na zile force za mabebero zinatumikisha wafanya siasa wetu wa ndani waendelee wanatugagamiza sisi raia ndogo ndogo. So hiyo force kwa hivi iko na njia mbili, ipotee wala ijiunge pamoja, iwe na komandema moja yenye itakuwa independent, itoke kwenye mikono ya serikali, kwa maana serikali tayari imeshawasali. Unijibu kwa uchache kabisa. Umezungumzia swala la wazalendo kujiondoa kwa serikali kuweza kujitetea au kujitegemea wenyewe, na unadhani endapo wazalendo hawatoshirikishwa katika mchakato wa kuipigania nchi yao, hali hii kwa namna unavyoona inaweza kudumaza au kuchelewesha kiasi gani mchakato wa kurejesha amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Kuleta amani Kongo pana njia mbili. Pako njia moja inaweza ni njia ya amani, na hiyo njia ya amani kama wafanya siasa wenye wako ndani ya Kongo wanakubaliana na programu ya kuikaa fasi moja. Ila ukiangalia watu wanachezana mpira kwenye wazalendo, na wenyewe wanaanza kuchezeshwa mpira, hawajui leo wako huku wanabebwa huku. Na papo ingine njia moja ni njia ya kuleta amani kwa mapigano. Tuseme tunatoa ile serikali iliyokuwepo na watu wanaanza kitu kipya kenye kitaanza kuleta mambo mapya. Sasa wazalendo hii hali yote yenye iko unapitika wala ngambo zote unakuja kujikuta hawapo huku wala hawapo hapa. Hila kama wanaweza katikati yao, kwa maana makundi ni mengi, wakumbuke misio yao yenyewe ilitokewa huko kuanzia kwa Lumumba, yenyewe imesema kama ni force yenyewe itakwenda kufere esheke wale wa comprador hivi vizimgara venyewe vinaviko ndani ya nchi vinatuumiza, vile vinaingiza hadui, na wanaweza kwenda kudefeat wale watu na kwenda kuleta line yenye nchi inaweza kwenda kuleta amani yenye raia peke yake hatakwenda kuleta. Kama wahusishwi, instability itaendelea. Amwe kama wataenda kufanya mambo yenye itakamata kila kundi lote lenye linahusika kwa hii masuala yenye hapo, watu wafanye ile inaitwa dialogue national, wakuwe truth and reconciliation yenye watu wataenda kukubali kusema tumeshapigana sana, tumefika mwisho wa kupigana, hacha tusameane na tulete amani na tuanze kuwaza mambo ya maendeleo ya nchi yetu. Kama hiyo haito kuwepo, kama tutaenda mwizi njia za wako na tubeba za ujanja Tshisekedi ngambo yake wanakwenda huko Marekani, wanakwenda Doha, wengine sijui wako huko Goma wanafanya consultation, huku watu wa madini na wenyewe wanafanya mipango yao. Kama hawa watu wahusishi, wazalendo wahusiki kwa hii mambo, kwa maana ni watoto wa mji. Mzalendo ni ile tunasema patriot, ni watoto wa nchi na wanajua matatizo yao, na ndio maana wanaona wanatoa mili yao na damu yao kwa ajili ya kuenda kudefend land yao.
kama wahusishi na kama mambo yatenda kufanya kuwa kipande kipande, hani itakuwa ni vigumu sana kuleta amani ya kudumu. Kapele Mutachi, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi makini kabisa. Asante sana kiongozi.